my friend. We have a chance to bring change to Kenya. No more fighting, tujijenge pamoja. No more hunger, tuitupilie mbali. Tuishi kwa umoja kabila yetu Kenya. Today as we stand here to put ink to paper to an agreement that indeed is historic in its very nature. This is not just a document as any other contract can be, but it's an agreement on which the hopes of a generation are pegged on. It is an agreement that will seal the unity of this country forever, and it's an agreement that is going to take us to the next level. Ladies and gentlemen, today we stand here to take up and to heed to a historical charge to pull together as a country, because we have seen a beautiful reality in our country, that Kenyans, wherever they are, only want to make something out of their lives, live peacefully, and look forward to a government that cares for them and resonates with them. Naungana na Wakenya wenzangu jioni ya leo, wale walio hapa na wale wako manyumbani, kusherekea jambo hili ambalo ni jambo la kipekee, ya kwamba siku ya leo tunashikana wa viongozi na wananchi wa Kenya wa tabaka mbalimbali kutoka sehemu tofauti, kutoka jamii tofauti. Tuungane, tutafute sera na njia ya kuhakikisha nchi hii yetu kwanza itakuwa salama. Kwanza nchi ya Kenya itakuwa salama na ibaki salama. La pili, tuungana hapa ili tutafute njia, na tuna njia na sera ya kuhakikisha ya kwamba serikali ile ambayo tutabuni mwezi wa 3 mwakani itakuwa serikali ya kubadilisha maisha ya wananchi, iboreshe kuliko vile ilivyo. Sasa waambieni, hiyo sio maneno na sio siasa, ni mambo ambayo ni moyoni mwetu. Sasa mwenyekiti wa URP ambaye anatia saini. And as you can see, we already did the change of hats, so we already won. Asanteni sana. Tuonesha Wakenya tafadhali. Thank you very much. I believe yawezekana kusema na kutenda, kuendelea na Kenya isonge mbele. Leo niko hapa. Leo niko hapa kama chama cha farasi. Leo niko hapa kama chama cha Republican Congress Party of Kenya to join my colleagues of my generation to build this country. We have witnessed again in these historic gardens of Jivanji another leaf and chapter of history being unveiled here this evening. The first ever coalition document that has been signed under the new constitution in the Republic of Kenya. I want to say congratulations to the members of URP and members of TNA and all our friends who have made sacrifices, contribution in every way to get us to this signing ceremony. And we want to say the same way we were the first here is the same way we will be the first
on the 4th March 2013. Kenya is proud that today we have brought people from all shades, from all religions, communities, races together so that we can build a united nation. Let me say this, two more things. As we sign this agreement, we want to make a pledge to the people of Kenya that under our leadership and watch, never again will blood be shed, property destroyed, on account of political competition. It is our solemn pledge to the people of Kenya that that history will firmly be behind us. And we are going to build a united, indivisible, prosperous nation. And let me announce that today we have now officially a contest between our friends on the other side and this team. We have a contest between a group of friends and a team on this end. Katiba inasema katika ukurasa wa kwanza that the sovereignty of this country is vested in the people of Kenya. Yes. And it is that sovereignty that can be exercised directly or indirectly. Directly through a popular vote by the people of Kenya for their leaders, and indirectly through their elected representatives. And we are making a request, and we demand, because it is our right, that this election, the people of Kenya must speak. And we must speak in accordance with the Constitution of Kenya. The people of Kenya must have their right, because they retained their right to elect their leaders. And I am confident and sure that on the 4th of March 2013, the people of Kenya shall elect the next generation of leaders, the Jubilee leaders that will take this country for the next 50 years. The 4th president, God willing, of the Republic of Kenya, Honorable Uhuru Kenyatta. Mimi nataka niwashukuru na niseme ya kwamba siku ya leo ni siku ya furaha. Siku ya furaha kwa sababu tunatimiza mambo ambao wa Kenya wamejadiliana kwa muda mrefu, na sisi kama wana TNA na wana URP tumejadiliana pia kwa muda mrefu. Nataka nirudi nyuma niseme hivi, wenzangu, taifa letu la Kenya baada ya kila miaka mitano viongozi husimama wakisema ya kwamba wangependa kuunda serikali, lakini sio kuunda serikali kwa sababu ya sera. Nasimama hapa nikijua kwa uhaki ya kwamba kutoka mwaka ambapo tulianza sera za au mfumo wa vyama vingi katika taifa letu la Kenya, kutoka mwaka wa 1992 ni mwaka mmoja peke yake ambapo wa Kenya hawakuvurugana, na huo mwaka ulikuwa mwaka wa 2002, na mimi ndio nilikuwa nimesimama na nikakubali kushinda. Asante sana. Mazungumzo yetu na vyama vyote ambavyo tumekuwa tukiongea nazo, tumesema ya kwamba hata mbele hatukubaliane vile viti vitagawa. Sisi tukasema ya kwamba kile ambacho tunatafuta kwanza
ni amani katika taifa letu la Kenya. Cha pili, tunatafuta umoja wa wananchi wa Jamhuri ya Kenya. Watatu, tunatafuta viongozi ambao wataweza kufanya kazi pamoja, waweze kupanua uchumi wetu, na ndio vijana wetu ambao wamebeba mzigo mkubwa wa taifa letu waweze kujishikilia na waweze kusimamia familia zao. Huo ndio ulikuwa msimamo. Wengine wakatuambia hapana, kwa sababu ndio tuseme vile ilivyo. Na mimi nasema hivi bila chuki, kwa sababu tumesema ya kwamba sisi tunataka siasa ya amani na mwelekeo. Ni haki ya kila Mkenya, na furaha yangu ni moja, kwa sababu wanataka kujitetea kile kiti ambacho wanajitafutia. Ni kumaanisha ya kwamba pia mimi na Mheshimiwa Ruto tuko na haki ya kutafuta pia kwa wananchi kile tunajitafutia. Si ni kweli? Si ni kweli? Na ndipo tuwasema kwanza leo kwenda mbele, milango yetu bado ni wazi. Nikimalizia, wacha niseme na Kizungu kwa wale ambao nataka kuongea nao Kizungu. Let me tell you, even a suspect has his own rights even in their own nations. Next year, that power that is wielded by all those arms, including that court at The Hague called the International Criminal Court, holds it on behalf of humanity. This is humanity. All we are saying is let this same humanity be given the freedom to elect their leaders. Let them be given. You claim to represent them. Let them be given the freedom to elect their leaders in a manner that is democratic. Please. Kenya is a sovereign nation, and next year we shall be celebrating 50 years of our independence. We are determined to protect our sovereignty. We are determined to protect our integrity as a nation. We want to work with nations of the world who claim and pledge to be believers in democracy. Please let Kenyans exercise their democratic right. We have no wish to be enemies of anybody. Kenya, from its independence, from its birth, has been a friend to all. Kenya wishes to continue to remain and to be a friend to all. Kenya wishes to continue to be the island of peace in a region filled with conflict, where we harbor our brothers and sisters from neighboring countries who are war-torn. Kenya wishes to remain so. Kenya wishes to anchor and to continue to commit herself to work for regional peace, to work to bring this region as one for the sake of our people. Please let us do that which is ours. Please, we do not interfere in your internal affairs. We plead with you. We respect your concern. Yes, we do, because a friend must always be concerned. But at some stage, you must leave the home to determine its own future. Kenya wants to determine our own future, and we shall do so with our fellow Kenyans. Na waomba, tukiwa tumebaki wiki mbili kufikia kufungwa kwa kuchukua kura, nyinyi haswa nyinyi vijana, tafadhalini mujitokeze, mujiandikishe, muwe wapigaji wa kura, tusaidiane pamoja na nyinyi tuunde serikali tafadhalini. Mungu awabariki na walinde, na tumepisha. Asante sana. Yeah.